Soko la dunia limeshuhudia dhahabu ikipanda bei zaidi. Hii ni hatua ambayo inaonekana kuwafurahisha zaidi wafanyabiashara, huku wanunuzi wakibaki na sonona. Ni hatua ambayo inatajwa huenda ikawa imesababishwa na ubabe wa Marekani katika kuwekea vikwazo baadhi ya mataifa. Hivyo kupanda kwa thamani ya dhahabu kunaelezwa pia itakuwa ni chanzo cha kutetereshwa kwa thamani ya dola ulimwenguni. Kwa nini hali imekuwa hivi? Je, nani atakayepata faida zaidi? Kwa taifa kama Tanzania, linaweza likanufaika kwa kiwango gani kutokana na kuendelea kupanda kwa bei ya dhahabu? Taifa ambalo kwa sasa pia miongoni mwa vitu ambavyo vinawekwa kwenye hifadhi yake kunako benki kuu ni pamoja na dhahabu na si fedha za kigeni pekee kama ambavyo ilizoeleka hapo mapema. Huo ndio utakuwa mjadala wetu hii leo. Mimi naitwa Nordin Selemani, ndivyo ambavyo ninakualika uungane nami. Studio tumemwalika Walter Nguma, yeye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi. Karibu sana. Asante sana Nordin. Kwema. Kwema kabisa. Mambo yanakwenda? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Amin. Njia ya teknolojia itatuunganisha na Francis Mkasiwa. Yeye ni afisa uchambuzi na utafiti haki rasilimali ambaye sasa tunaungana naye. Karibu sana Francis. Asante sana, nashukuru na wapata vizuri. Okay. Tuanzie kwako Nguma kabla tujaenda kwa Francis. Wachumi wanasema ongezeko hili linatoa fursa ya ongezeko la mapato katika taifa. Kwa namna gani? Linatoa fursa ya mapato kwa maana ya kwamba tunavyoona ni kwamba gharama ile ya ununuzi wa dhahabu imezidi kuongezeka, na ukiangalia kitakwimu tunaona ni zaidi ya 26% ya ongezeko la gharama ya dhahabu iliyoongezeka. Kwa maana hiyo, maana yake ni kwamba kama dhahabu imeweza kupanda bei kwa gharama hiyo, maana yake ni kwamba tunakwenda kupata faida kubwa zaidi kutokana na kwamba sisi ni wazalishaji mojawapo wa dhahabu. Na ukiangalia moja ya bidhaa ambayo Tanzania tunauza kwa wingi duniani au nje ya mipaka ya Tanzania ni dhahabu, ikifuatiwa na mazao mengine na mazao ya chakula kama vile kahawa, kuna pamba, ukiangalia kuna ile ya Mtwara ile tunaita nini hizi korosho na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa hiyo kama dhahabu imeendelea kupanda duniani, maana yake ni kwamba kwenye soko la dunia tayari kuna mtifuano wa namna ya kuipata hiyo dhahabu, kwa sababu mojawapo ya dhahabu kupanda ni pamoja na kuadimika kwake. Maana yake ni kwamba kwenye soko itakuwa imepungua, na kama imepungua watu wanaitafuta kwa gharama yoyote ili waweze kuipata. Na ukiangalia hivi sasa kutokana na kile ambacho kinaendelea kule Marekani, inapelekea kila nchi kuweza kuona kwamba ni namna gani ya kujihami ili kuweza kuepukana na mambo kama mfumuko wa bei, kushuka, kuterereka kwa fedha zao na vitu vingine kama hivyo. Lakini vile vile katika kuweza kuona kwamba namna gani ambavyo wanaweza kuziokoa nchi zao kwenye ile kuporomoka kwa uchumi. Kwa hiyo wanajaribu kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa na reserve ya dhahabu ya kutosha, ambapo ili mambo yatakapokuwa mabaya ya kiuchumi waweze kujinasua. Kwa hiyo ndio maana kwetu inaweza ikawa ni faida kubwa, kwa sababu tayari tunauza kwenye soko la dunia. Maana yake ni kwamba mapato kutokana yanayotokana na kodi na mauzo yataongezeka. Yes. Kwa ujumla tangu mwaka huu umeanza, ukianzia Januari, Februari, March na April kwenyewe, kila mwezi umeonekana bei ikiendelea kupanda, na kwa wastani inaelezwa kwamba imepanda kwa 31%. Francis, hatua hii ya kuendelea kuona ndani ya miezi minne dhahabu ikiendelea kupanda, na ni moja ya rasilimali njema kwa taifa kama Tanzania, linasaidia vipi katika kuhakikisha kwamba nchi inaendelea kuwa imara na hata ile reserve ambayo benki kuu yenyewe imekuwa ikinunua iendelee kuifanya nchi iweze kujimudu zaidi, kuweza kujihudumia? Samahani nirudi hapo, sijakupata, umekatika. Naona tatizo la kimtandao kidogo. Okay. Nasema baada ya kushuhudia kwa miezi minne bei ikipanda mfululizo,
na kufikia kwa wastani wa 31%, na hii ni moja ya rasilimali muhimu sana kwa taifa, na hata Benki Kuu imefikia hatua sasa ya kuwa na reserve pia ya dhahabu, ukiacha tuna hizo fedha za kigeni. Zinaendelea kufanya vipi uchumi wa taifa hili kuendelea kuimarika na kuweza kumudu mahitaji yake muhimu? Nashukuru, hapo nimekupata vizuri. Nadhani kama alivyosema mwenzangu hapo, labda na mimi nigusie tu kwa taifa kama Tanzania, kazi yake kubwa kwenye uwekezaji wa madini na sasa katika market economy, kazi kubwa ya serikali yenyewe ni kuregulate, kwa maana ya kuratibu uwekezaji, lakini pia na kusimamia, kuhakikisha kwamba mikataba ya uwekezaji ina masharti yanayoleta nafuu pamoja na faida kwa taifa, kupitia mamlaka zake kama Wizara ya Madini, lakini pia na tume ya madini. Tunakubaliana kwamba kumekuwa kuna ongezeko kubwa, ongezeko ambalo nadhani kwa takriban miaka ya karibuni hapa ni ongezeko ambalo hatujaliona, na sababu pamoja na hizo ambazo amezitaja mwenzangu hapo, kuna hiyo hofu ya kudorora kwa uchumi, lakini pia kuna huo mfumuko wa bei na hizo tension geopolitics ambazo amezitaja. Kwa hiyo nchi kama nchi tunategemea kwenda kupata faida, na ongezeko hili lina reflect faida kwa nchi, kwa sababu tunategemea kupata mapato ya serikali yataongezeka, kwa sababu Tanzania, tutakumbuka kwamba Tanzania inatoza mrabaha wa 6% kwenye thamani ya soko la dhahabu inayozalishwa. Kwa hiyo kwa bei ya dhahabu inapopanda, thamani ya ule mrabaha unaongezeka. Kwa mfano, kama kampuni ilikuwa inauza dhahabu kwa dola za Kimarekani labda 1800 per ounce, na sasa inauza kwa bei ambayo imeongezeka, maana ile thamani ya mrabaha ambayo serikali inaenda kuitoza, basi na yenyewe pia inaenda kuongezeka na kupelekea serikali kukusanya mapato zaidi. Lakini pia mapato ya kodi mapato ya kampuni pia yataenda kuongezeka. Utajua kwamba kampuni zinaporipoti faida kubwa, maana yake ile mapato ya kampuni ambayo Tanzania inatoza 30% na yenyewe inaongezeka. Kwa hiyo itakuwa ni kubwa, na hii itaongeza mapato ya serikali moja kwa moja. Lakini pia ongezeko hili, kampuni zinapopata mapato makubwa kama hivi, huenda kukawa kuna ongezeko la shughuli, ajira na huduma kwa jamii. Kwa hiyo kwa mujibu wa mikataba ambayo ipo na mahitaji ya kisheria kama sheria za uwezeshaji wa wazawa, tunaziita local content Kiingereza, pia hii inaenda kuongeza chachu kwenye ongezeko la utoaji wa huduma. Lakini pia hii ni fursa pia kwa wachimbaji wadogo. Utajua kwamba Tanzania kuna wachimbaji wadogo wengi sana, sasa kwenye sekta ndogo ya uchimbaji wa dhahabu. Kwa hiyo bei inapoongezeka ya dhahabu, hii ni fursa kwao. Wachimbaji wadogo pia wananufaika kwa kuuza dhahabu kwa bei ya juu, ambayo inaongeza pato lao na kuongeza mzunguko wa fedha vijijini, lakini na katika nchi kwa ujumla. Hapo Francis, umezungumzia wachimbaji wadogo. Ongezeko hili linaweza likawa ni hamasa kwao sasa kuwekeza zaidi na kuanza kuondoka kutoka katika uchimbaji mdogo kuja uchimbaji wa kati, na hata baadaye kama nchi tukaanza kutegemea uchimbaji wakubwa wa ndani ya nchi. Ni kweli, hiyo ni hamasa, na tunapozungumzia aina za uchimbaji kwamba kuna uchimbaji mkubwa, kuna uchimbaji wa kati na kuna uchimbaji mdogo, vyote hivyo vinategemeana na aina, lakini pia na kiwango cha uwekezaji ambayo mwekezaji anaweka, lakini pia na aina ya leseni ambayo mmiliki anakuwa ameiomba, kwa sababu nchi kama nchi ina aina hizo 3 za leseni. Na pale ambapo unakuwa umeweza kukua kiuchumi katika uwekezaji huo ukiwa kama mchimbaji mdogo, basi pale kama utaweza kufikia kiwango kile ambacho ni thamani ya uwekezaji labda tuseme wakati, inakuwa ni chachu. Na kama ongezeko la dhahabu inaendelea kupanda, na kama itapanda labda kwa muda mrefu, sio kwa muda mfupi kama inavyokuwa miaka yote, inaweza kawa ni chachu kwa wachimbaji wadogo wa Tanzania kujiongezea kipato, kujiongezea uchumi na kuweza kufika katika hatua ya kuwa wachimbaji wa kati, na pengine miaka ya baadaye hapo mbeleni tukaweza kuwa na wachimbaji wakubwa ambao ni wazawa. Francis, tutarejea kwako.
ni kuhusiana na namna nzuri ambayo sasa tunaweza kuiona na mwongozaji wangu anaweza akatuwekea baadhi ya takwimu muhimu ambazo zipo kulingana na hali ya mambo ya biashara yenyewe ya dhahabu na maeneo mengine ambayo kama nchi tumekuwa tukitegemea zaidi kupata mapato, na sasa dhahabu na yenyewe inaingia katika ule mlolongo kulingana na hiyo ndio bei ya dhahabu kwa mwaka 2025 ilivyoanza Januari kwa ni dola 2812, ikaja Februari ikawa 2835. Unaona kwamba imezidi kupanda kutoka Januari kwenda Februari, na tutaoneshwa hapo March pamoja na April namna ambavyo pia hizo bei zimeendelea kupanda, ambako kwenye March tunaambiwa kwamba ilifikia dola 2937 na sasa April imefikia dola 3500. Kiuchumi, hii inatupa mwelekeo upi katika taifa ambalo dhahabu imekuwa ni ya kiwango kikubwa na kila maeneo unasikia ikiendelea kuchimbwa na kuchimbwa, licha kwamba kuna wakati kulikuwa kuna kilio kwamba haijatunufaisha vya kutosha? Kiukweli ni kwamba tunapoona vitu vya namna hii katika soko la dunia, maana yake ni kama inatuamsha usingizini tuliko, kwamba dhahabu tulionayo ni mali, na kama ni mali basi tuhakikishe kwamba tunaitumia vizuri katika namna ya kuweza kuhakikisha kabisa kwamba tunaendelea kujijenga vizuri kiuchumi. Unajua hapo awali ni kwamba tulidhani dhahabu ni kuuza tu, lakini sasa tumefikiria tukaenda mbali zaidi na kuona kwamba dhahabu tunaweza tukaitumia kwa namna nyingine ya tofauti, na ndio maana sasa kumekuwa na namna ya kuhamasisha zaidi kuhakikisha kwamba dhahabu hii inanunuliwa zaidi na Benki Kuu ya Tanzania ili tuweze kuwa na reserve kubwa sana, ili kwa sababu kizingatia kwamba Tanzania ni watu ambao tunaagiza sana bidhaa nyingi kutoka nje. Kwa hiyo hata hivi sasa sio wakati wa kufikiria sana kuiuza nje. Ni kufikiria kuweza kuona kwamba dhahabu hii inaendelea kununuliwa na Benki Kuu ya Tanzania. Unaona kwamba kuna kipindi ambacho Tanzania tulipita kwenye wakati mgumu sana. Kipindi ambacho dola ilikuwa imepotea kidogo, upatikanaji wake ulikuwa ni mgumu. Kwa hiyo unaona kwamba kwa wakati ule watu waliangalia kwamba walifikiria zaidi juu ya dhahabu, kwamba kama tungelikuwa na akiba ya dhahabu ingeweza kuingilia lile swala na kufanya mambo kuwa mepesi. Lakini baadaye takwimu tulizopewa za kwamba akiba ile iliyopo ni kidogo, na wakati mwingine wakasema kwamba hakuna, ilileta mushkeli mkubwa zaidi. Kwa hiyo kwa sasa hiki kinachoonekana, tusifikirie zaidi kuuza nje, tufikirie kuweza kuona kwamba tunaendelea kuweka misuli mikubwa zaidi katika akiba yetu ya ndani, kwa sababu hata kitu tunachokiona ni central banks, yale benki kuu za mataifa mbalimbali wanapambana kuikusanya hii dhahabu ili kuweza kujiwekea akiba wao. Kwa hiyo tusiwapelekee au tukawauzia kwa sababu tunaona kwamba kuna kafaida fulani tunakokapata. Tufikirie zaidi mbeleni ili kuweza kuhakikisha kabisa kwamba tunakuwa na misuli mikubwa ambayo itatuwezesha sisi kuweza kupambana pale ambapo mfumuko wa bei unataka kujitokeza, lakini vile vile kwa ajili ya uwekezaji mbalimbali ambazo zinataka kufanywa na serikali, kwamba dhahabu ndio inayotumika. Kwa hiyo tuweze kuingia katika mikataba mikubwa ya kibiashara na mataifa mbalimbali, maana yake ni kwamba tutakapokuwa na dhahabu hii, maana yake ni kwamba tunaendelea kuwa na misuli mikubwa zaidi. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunabidi tuliangalie kwa macho makubwa zaidi katika siku za mbeleni zaidi. Tusifikirie faida hii ya mwaka huu na mwaka ujao, tufikirie kwa miaka 10-15 ijayo dhahabu hii inaweza kutufaa kwa kiasi gani, kwa sababu Nurdin, dhahabu inapoanza kupanda bei mara nyingi haina tabia ya kushuka. Hata kama ni kushuka kwake ni kidogo sana, lakini huwa ikishaanza kupanda bei mara nyingi inakwenda juu zaidi. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba kuna faida kubwa ya kuhifadhi zaidi dhahabu hii hapa ndani ili iweze kutufaa kwa baadaye zaidi, na hivyo kuendelea kufanya uchumi wetu kuweza kuwa imara zaidi, kwa sababu hata mataifa ambayo yana uchumi mzuri na yana ujivuni mkubwa kwamba tunaweza tukafanya jambo lolote kwenye uchumi duniani, ni wale ambao pia wana akiba kubwa ya dhahabu. Wana gold reserve kubwa, na wote ndio ukiangalia, nenda China, nenda Marekani, uende Ufaransa, wote hawa, Uingereza, Ujerumani, ukiwaangalia wote hawa wana akiba kubwa ya dhahabu. Kwa hiyo na sisi kwa sababu tulichelewa kuanza, japokuwa dhahabu tunayo, basi tuhakikishe kwamba tunajijenga zaidi, tusifikirie zaidi kuitoa sasa
tufikirie zaidi kuiacha hapa nyumbani. Bora tukatumia gharama kuinunua ikabaki, kwa sababu najua kwa siku za mbeleni itakuwa na faida zaidi. Kwa mujibu wa ripoti ya Benki Kuu ya Tanzania BOT kwa mwezi Machi, miongoni mwa bidhaa ambazo zimeleta fedha nyingi za kigeni inaanza sekta ya utalii. Yes. Nafuata mauzo ya dhahabu, sekta ya usafirishaji, sekta ya uzalishaji na mauzo ya korosho. Maeneo ya matano yameonekana kuleta fedha hizo nyingi za kigeni. Kuendelea kuimarika kwa namna hii na mauzo ya dhahabu kuonekana yanafika katika nafasi ya pili kwa kuongeza hizo fedha za kigeni, kunaweza kukaleta mabadiliko yoyote katika swala zima hasa la biashara yenyewe ndani na hata nje ya nchi? Inaweza ikaleta mabadiliko, lakini kuambie nguvu ya kupata fedha za kigeni sana na nguvu ya kuwa na akiba ya dhahabu, kwa sababu kuna ile tunasema kwamba unakuwa na akiba ya fedha za kigeni, lakini vile vile unakuwa na akiba ya dhahabu. Unaweza kuona kwamba tungelikuwa na akiba kubwa ya dhahabu tokea kipindi cha nyuma, tungelikuwa na nguvu kubwa zaidi kuliko akiba ya fedha tulizonazo hivi sasa, kwa maana ya kwamba zile dola tulizonazo kule Benki Kuu. Kama ingelikuwa ni dhahabu, maana yake ni kwamba tungelikuwa tumedabo zaidi. Maana yake ni kwamba hata kama ni kununua, tungeweza kununua zaidi, kwa sababu tayari dhahabu imeweza kupanda bei zaidi. Kwa hiyo tunaweza kuangalia, kupanga ni kuchagua, kwamba tuwe na dola nyingi zaidi na pounds nyingi zaidi, au tuwe na dhahabu nyingi zaidi. Ukweli ni kwamba tunahitaji kuwa na dola ya kutosha, kwa sababu tayari sisi zaidi ya 70% ya bidhaa tunazozitumia tunaagiza kutoka nje. Kweli tunahitaji hizo fedha za kigeni, lakini vile vile tunahitaji hii dhahabu kwa ajili ya kujimarisha zaidi kiuchumi, ili pale ambapo dola hii itakapoterereka tayari tuna dhahabu ambayo inaweza kutunasua katika mterereko huo. Lakini vile vile lazima tuangalie kama tuna sekta kama ya utalii ambayo inaingiza fedha nyingi za kigeni, ambayo ni nambari 1. Maana yake ni kwamba tunaweza tukaweka nguvu zaidi, tukaona kwamba pengine sekta ya utalii, sekta ya usafirishaji, sekta ya kilimo iingize zaidi fedha za kigeni, lakini dhahabu hii tujaribu kuona namna gani ambavyo tunaweza kuhakikisha kabisa kwamba pamoja na kwamba tutauza sana nje, lakini pia tuhakikishe pia na tunabakiza pia nyingi ya kutosha hapa ndani kwa ajili ya kuendelea kujiimarisha zaidi kiuchumi. Na mwisho wa siku hiyo itatupa nguvu zaidi hata tunapokuwa katika ile mikutano ya kimataifa au ya kibiashara na nini. Maana yake ni kwamba tayari tunayo sauti ya kuweza kusema, na ulimwengu unajua kabisa kwamba hawa wana nguvu ya kusema kwa sababu dhahabu wanayo. Francis, katika wakati huu ambao inaonekana dhahabu imezidi kuwa neema kwa Tanzania, nini ambacho kinaweza ikafanywa ili kuhakikisha kwamba mzani uendelee kuwa sawia, huku biashara ikae vyema, huku nchi endelee kuwa na reserve ya kutosha ya dhahabu, na hata wale ambao wapo kwenye mnyororo mzima wa biashara hiyo waweze kunufaika? Naungana pia na mwenzangu hapo. Cha kwanza, Benki Kuu ya Tanzania nadhani inapaswa kuendelea kuiga hata mabenki mengine kuu ya nchi zingine, kuwekeza nguvu zaidi kuhakikisha kwamba inanunua dhahabu ya kutosha na inakuwa ina reserve ya kutosha. Katika reserve yake tunakuwa tuna reserve ya kutosha nchi kama nchi, na kama nilivyosema mwanzoni, Tanzania tuna wachimbaji wadogo wengi tu wa uchimbaji mdogo wa dhahabu. Hii ni fursa kwa Benki Kuu ya Tanzania kuendelea kuweka nguvu zaidi na kununua dhahabu ya kutosha ili kuweza kuwekeza na kuwa na reserve ya kutosha. Lakini kingine, kuna haja labda ya kupitia mikataba, sasa mikataba ya zamani ambayo pengine inakuwa ina vipengele ambavyo vinazuia mabadiliko ya kodi na sheria kuathiri kampuni kwa kipindi fulani. Kwa mfano, kuna mikataba ambayo labda kabla ya mabadiliko ya sheria ya madini kipindi mwaka 2017 ina masharti ambayo yanaweza yakazuia serikali kuongeza mapato licha ya kupanda kwa bei ya dhahabu. Kwa hiyo kuna hizo stabilization clauses ambazo zinaweza zikazuia, kwa sababu kampuni ikiingia mkataba na serikali, pale wanapokuwa wamesaini mkataba, vipengele vile ambavyo wanakuwa wamevisaini ndio vile vinavyotekelezeka kama ilivyo. Kwa hiyo inapokuja kutokea mfumuko kama huu, kuna vipengele ambavyo vinazuia serikali kurudi chini kukaa na makampuni na kuhakikisha kwamba tunaweza kupata pia faida kwenye lile ongezeko ambalo limepatikana. Lakini pia kuna haja ya kuintroduce kuna kitu kinaitwa, wataalamu wanaita windfall tax.
Okay. Hii ni taksi ambayo inatozwa kwenye ongezeko la bei kwenye bidhaa ambalo limekuwa ongezeko sio la kawaida. Hiki ni kitu ambacho wadau pia wamekuwa wamekipigia kelele kwa muda mrefu kiwepo kwenye mifumo ya fedha katika sekta ya madini, lakini kwa mlengo wa kwamba serikali inataka kuendelea kuwavutia wawekezaji, hapo nyuma haikukubali hiki kitu kiwepo kwenye huo mfumo. Lakini nadhani kikiwepo, na katika kipindi hiki sasa ambapo kuna boom au kuna ongezeko kubwa la mfumuko wa bei ya dhahabu, tungekuwa tunajipatia mapato ya kutosha kwa kutoza lile ongezeko la bei ambayo imejitokeza. Lakini pia serikali iendelee kujiimarisha kwa sababu kunapokuwa kuna ongezeko au mfumuko wa bei wa vitu kama hivi, wawekezaji pia na makampuni yao wanakuwa wajanja pia kuhakikisha kwamba wanaweza wakakwepa kodi na kuendelea kuipata faida ile ambayo wanaipata. Kwa hiyo kampuni zinaweza kutumia mbinu kama transfer mispricing. Hii ni pale ambapo kampuni moja ya madini, labda Tanzania, inaweza kuwa na kampuni ambayo inahusiana nayo nje ya nchi, labda tuseme ni Dubai. Sasa badala ya kuuza dhahabu sokoni kwa bei ile ambayo ipo sasa, bei imeongezeka, inaweza ikauza kwa bei ya chini, alafu ikaripoti kwamba imeuza kwa bei ya chini, kumbe bei ya dhahabu ipo juu, na ikaripoti kwamba imeuza kwa bei ya chini. Kwa namna hiyo kuna mwanya wa upotevu wa mapato ambao nchi inaipata. Kwa hiyo nadhani inapaswa kutuamsha nchi kama nchi pia kuendelea kusimamia sheria zetu ambazo tunazo na kuhakikisha kwamba hakuna mianya ya utoroshwaji au ukwepaji wa kodi na kupelekea nchi inakosa mapato. Okay. Kwa hiyo nadhani vitu vikubwa ni hivyo ambavyo nchi inaweza kaangalia. Kikubwa ni hiyo kufanya introduction ya windfall tax kama nilivyoisema, kwa sababu ongezeko kama hili moja kwa moja tukiwa na windfall tax inakuwa ni faida moja kwa moja kwa nchi. Okay. Asante. Nguma, wakati wetu umetukimbia kweli kweli. Ametusaidia Francis kutueleza namna ambavyo wale wawekezaji wajanja wanaweza pia kutumia hiyo fursa. Kwa hiyo kuna mambo ya kisheria yanapaswa kuwekwa sawia. Wewe nataka useme neno lako sasa kiuchumi. Nyakati kama hizi za neema, nini ambacho kinaweza kikafanyika kiuchumi ili kuendelea kushikilia hapa na nchi kuendelea kuvuna zaidi? Na kwanza tuendelee kuhakikisha kwamba tunanunua zaidi dhahabu yetu na kuweza kuwa na akiba kubwa ya reserve. Lakini jambo la pili, tuone namna gani ya kuweza kusaidia wachimbaji wadogo, kwa sababu ukiangalia kwenye wale wachimbaji wakubwa tayari tuna tatizo kule ambalo linatokana na mikataba ambayo tumekwisha kuingiwa nao. Kwa hiyo tuendelee kuona namna gani ya kuendelea kuwawezesha hawa wachimbaji wadogo na hawa wachimbaji wakati. Tuone namna gani ya kuwapa nguvu zaidi ili waweze kuchimba zaidi, na mwisho na hapo ndipo serikali ina nafasi kubwa ya kuweza kununua dhahabu zaidi kutoka kwa hao wachimbaji. Kwa hiyo tukiweza kufanya hivyo, tunaweza tukawa na reserve kubwa, lakini vile vile tukaweza kunyanyua uchumi wa wachimbaji wengi wa hapa nyumbani. Lakini kubwa zaidi ni kuendelea kuangalia sheria zetu, hata kama tuna mikataba ambayo tumeingia, tuendelee kuchomeka, tuendelee kutafuta namna ya kuweza kuona namna gani tunaweza kujinasua katika mitego mbalimbali ambayo tumeingia na makampuni haya makubwa ya uchimbaji, ili angalau Tanzania iendelee kuneemeka na rasilimali hizi tulizopo. Na pia tuendelee kuweka uangalizi mkubwa, kwa sababu sasa hivi duniani kote ukiangalia kinachoendelea Kongo, mataifa makubwa yanataka kuleta suluhu, lakini wanataka kuingia mikataba kwenye madini. Kwa hiyo ni vizuri kuangalia kabisa kwamba haya madini tulionayo, mikataba tunayoingia hivi sasa, tusije tukaingia tena kule ambako tumeingia kwa kipindi cha nyuma. Kwa hiyo tuwe makini zaidi, sheria zetu tuziangalie, sheria zetu za kodi, sheria zetu za mikataba kwenye masuala ya madini na kwenye masuala yote hayo, ili mwisho wa siku rasilimali zetu hizi ziweze kuwa na faida kwetu zaidi ukilinganisha na ilivyo hivi sasa. Maneno kwake Walter Nguma, mchumi huyu, anagusia zaidi masuala mazima kuangalia mikataba na sheria ambazo ziweze kuinufaisha zaidi nchi, wakati huu ambako neema ya kupanda kwa bei ya dhahabu ilivyo. Ni kama ambavyo Francis Mkasiwa ambaye ni afisa uchambuzi na utafiti haki rasilimali na alikazia akisema kwamba ni lazima serikali iangalie ili wale wawekezaji wajanja wasije wakatumia fursa hii kuendelea kuneemeka zaidi, wakati huo ambako Tanzania ikawa inapoteza mapato yake ya ndani. Kushukuru sana Francis Mkasiwa. Asante sana Nuruli, niwatakie kila laheri pia hapo studio. Naam, na pia Walter Nguma nikushukuru sana.
zote za ndoa zitapanda bei. Namna kwa nukta hiyo ndo tunatamatisha uchanganuzi kwa siku ya leo. Mimi naitwa Nordin Seleman, tulikuwa tukitupia macho namna ambavyo kupanda kwa bei ya dhahabu katika soko la dunia, nini ambacho kinaweza ikawa ni faida, lakini hatua za kuchukua kwa nchi ya Tanzania ili iendelee kunufaika na dhahabu ambayo ina. Nikutakie tu siku mwema. Kwaheri.